Serikali imesema katika kudhibiti biashara ya usafirishaji haramu wa binadamu, sheria imefanywa marekebisho na adhabu imeongezwa, ambapo mtu yeyote atakayepatikana na hatia ya usafirishaji haramu wa binadamu atahukumiwa kifungo kisichopungua miaka 20 jela na kisichozidi miaka 30. Akiongea jijini Mwanza, afisa kutoka Sekretarieti ya kuzuia na kupambana na usafirishaji wa haramu wa binadamu, Diana Francis, kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani, amesema marekebisho yamefanywa na adhabu imeongezwa ili kupunguza kasi ya biashara haramu ya usafirishaji wa binadamu. Na amesema hayo katika mkutano ambao umezikutanisha taasisi mbalimbali za kiusalama jijini Mwanza. Walikutana kujadili ongezeko la usafirishaji haramu wa binadamu pamoja na unyanyasaji wa kijinsia, na mkutano huo umeandaliwa na shirika lisilo la kiserikali la Wote Sawa ambalo linaongozwa na mkurugenzi wake Angela Benedicto. Mimi ni Bakari Chidiomba. Sekretarieti ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu, Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi. Tunavyoendelea na mapambano haya ya usafirishaji haramu wa binadamu, sheria imeweka adhabu kali kwa mtu yoyote ambaye atakutwa na hatia kwa kosa hili la usafirishaji haramu wa binadamu, ambapo sheria iko wazi. Kwa sasa sheria imetoa adhabu kali. Mtu ambaye atakutwa na hatia kwenye kosa hili la usafirishaji haramu wa binadamu, adhabu iko wazi, atahukumiwa kifungo kisichopungua miaka 20 na kisichozidi miaka 30, ambapo pia sasa mahakama kwa nyongeza inaweza ikamwamuru mtu aliyekutwa na hatia kulipa faini isiyopungua milioni 50 na isiyozidi milioni 100. Kwa mujibu wa sheria yetu ya uhamiaji, inasema kusafirisha kwa ajili au kuhifadhi, aidha kwa kujua au kutokujua, mtu yoyote ambaye baadaye itabainika sio Mtanzania, kosa la jinai. Katika kampeni yetu hii ya Mjue Jirani Yako, lengo lake ni nini? Lengo la hii ni kujenga ukaribu na uelewa wa pamoja wa wananchi na taasisi za kiserikali na non-state actors, ambapo NGOs na civil society organization. Uhamiaji kama ilivyo taasisi au vyombo vingine vya ulinzi na usalama imeshusha maafisa hadi kwenye ngazi za kata ili waweze kushirikiana na viongozi wa serikali za mitaa katika kuwafichua na kuwachukulia hatua uhalifu wote wa makosa ya kihamiaji. Tumejaribu kushirikiana kufanya tu case study moja. Kwenye mtaa mmoja tumebaini almost katika nyumba 10 kuna wabinti wasiopungua 7 ambao ni raia wa kigeni. Na sio raia wa kigeni tu, ni under 18. Taarifa nyingi za kiusalama za kihamiaji zinakuja baada ya migogoro kutokea. Leo mtu anayeishi naye anajua sio Mtanzania, akianza kuleta vigogo kwamba ameanza kuwa na kiburi, ndio anaanza kusema sasa ngoja nikatoe ripoti. Moja ya majukumu ya mwenyekiti wa kitongoji ni kuorodhesha au kutambua wageni wanaoingia na kutoka kwenye eneo lake. Tumeshindwa kutimiza wajibu wetu wa kulinda nchi yetu. Na baadhi ya viongozi wa serikali za mitaa kwa mwaka jana walidiriki kuwatafutia NIDA baadhi ya watu pasipo kuwajua. Bwana nasaidia unipiga kura wangu, hebu nisaidie hapa nikuongee muhuri chao. Mwingine tunamshikilia pale, lakini alikuwa hajui mwokoto tu 1500 amepewa, maisha yanaenda. Juzi nimekutana na mzee mmoja, sitamtaja sehemu, wanakaa Malindi, yeye na mke wake. Mzee huyo amezaliwa mwaka 1958 na mke wake amezaliwa mwaka 1972. Wameoana, wote walikuwa wafanyakazi kwa sehemu moja. Wameoana tangu waoane mwaka 93 hadi leo hawajawahi kurudi kwao. Mmoja ni Mnyarwanda, mwingine ni Mrundi. Kwa hiyo watoto wao hawamjui babu wala bibi. Wana kila kitu, wana kiwanja na wana nyumba, wana vitambulisho vyote vinavyotakiwa. Na mbaya zaidi wanatumia na mgongo wa vyama vya siasa, wanakaa. Kimgusa na ndao kubwa, utafanyaje? Afande wangu hapa ni shahidi. Mwaka 2020 Kisumu kulikuwa na objection ya mtu mmoja alikuwa anagombea ubunge kupitia chama kimoja. Ni raia sio Mtanzania. Wananchi walikuwa wanakaa naye kabisa. Alikujaje? Mliishi naye, na wengine mara nyingine anaenda na wao kwa jirani. Niwaambie siri kama mlikuwa mjui, raia wengi wa kigeni wanapoingia huku kwetu wanajitahidi kutafuta dokumenti zile za kuwalinda muda wote. Ukimshikilia anakuambia nina NIDA na kadi ya mpiga kura, lakini mwananzengo wa kawaida anaona mimi sina haja nacho. Mimi nitengeneza cheti changu cha kuzaliwa wakati naenda shule. Kwa mtu anajua kabisa mimi sina shida nacho hiki kitu, kumbe mambo ya nini kifanyike. Uhamiaji njiani huko tunapokifanya pamoja na doria na misako, tunafanya ukaguzi kwenye beri njiani. Kwa hiyo niombe nini kifanyike kama kuna vitu vitaendelea, hii elimu endelee kushuka, tuko wachache.
tuko wachache. Kama uhamiaji atazungumza afande, tuko wachache. Kwa mfano nilipokuwa Misungu, uhamiaji ulikuwa 5 tu, lakini polisi wilaya ya Misungu ilikuwa zaidi ya 200. Hebu angalia nete. Mimi naitwa Jacqueline Ngalo, ni mratibu wa nyumba salama Wote Sawa. Wote Sawa ni shirika ambalo linahusika na kutetea haki za wafanyakazi wa nyumbani, lakini pia tunapambana na biashara ya usafirishaji haramu wa binadamu pamoja na tunadili na kutokomeza ajira za utotoni. Siku ya leo tumekuwa tuna mdahalo ambao tumeufanya katika kata ya Nyegezi, mkoa wa Mwanza, ambao umejumuisha viongozi wa ngazi ya kata pamoja na mitaa iliyopo katika kata ya Nyegezi. Lengo kubwa ikiwa ni kujadili kuhusiana na kumekuwa kuna kasumba kubwa sana ya watoto wengi kusafirishwa kupitia stendi kuu ya mabasi ya Nyegezi hapa Mwanza, kupelekwa maeneo mbalimbali ya nje ya Mwanza, lakini wengine wakiwa wanatoka mikoa ya nje ya Mwanza kupitia Mwanza kwenda maeneo mengine. Kwa watoto wamekuwa wakipitia katika stendi ya mabasi ya Nyegezi kwenda kupitia unyonyaji au kutumikishwa katika maeneo mengine na mikoa mingine. Sisi kama Wote Sawa, kutokana na kwamba tumekuwa tukiendesha nyumba salama ambazo zinatoa huduma na hifadhi ya muda kwa wahanga wa ukatili pamoja na hawa wahanga wa usafirishaji haramu wa binadamu, tumekuwa tunapokea mashauri mengi na kesi nyingi za watoto, wengine wakiwa wametokea Burundi, wengine wakiwa wametokea within mkoa wa Mwanza, na wengine wakiwa wametoka nje ya mikoa ya Mwanza, na ambao pia wengine wamekuwa tayari wameshapitia ukatili na wengine wakiwa bado ndio wako njiani kusafirishwa kwenda maeneo mbalimbali. Kwa kupitia stendi hii tumekuwa tukipokea kesi nyingi za namna hiyo. Watoto wengine wametoka mikoa mingine wanafika hapa kabla hajafika kwa mwajiri, labda ni mtoto mdogo sana na miaka 8-9 anaokolewa. Kwa hiyo tunapata hiyo taarifa. Kwa hiyo tumeona kumekuwa kuna kesi nyingi sana, na stendi ya basi ya Nyegezi imekuwa inatumika kwa kiasi kikubwa sana katika swala zima la kuwasafirisha hawa watoto, ambao sasa kutokana na changamoto hiyo, na tunaona kwamba ni muhimu mtoto apate haki zake za msingi ikiwemo haki ya elimu pamoja na haki nyingine, basi tukaona ni vizuri tukikutana sasa na hawa viongozi wa ngazi ya chini kabisa kwenye kata na mitaa kutoka Nyegezi, ili tuweze kujadili kwa pamoja na kuja na mpango mkakati kwamba tunafanya nini kuweza kuwasaidia hawa watoto, kwa sababu mwisho wa siku tunasema kila siku watoto ni taifa la kesho. Je, sasa hili taifa la kesho tunalisaidiaje kuweza kuhakikisha kwamba wanakuwa salama, na wale mabinti au vijana ambao wamefikia tayari umri wa kuweza kuingia kwenye ajira wanafanyaje kazi kwenye mazingira ambayo ni salama. Kwa hiyo kutokana na kuwa tumepokea kesi hizo kwa mara nyingi sana kupitia stendi hii, tukipewa taarifa na viongozi wenyewe wa serikali za mitaa, tukipewa taarifa na watu wa ustawi wa jamii, tukipewa taarifa na polisi dawati, tukasema ni vizuri sana tukakutana sasa sisi kama jopo kukaa pamoja, ambapo siku ya leo tumeweza kujadili kuhusiana na hii swala la usafirishaji haramu wa binadamu, ni namna gani usafirishaji haramu wa binadamu unatokea, na baada ya kuwa tumepata uelewa wa pamoja, tumeweza kujadili sasa na kuja na mpango wa pamoja ni namna gani tutatekeleza majukumu yetu, kila mmoja kwa nafasi yake, maana kila mdau ana jukumu lake. Mdau anayetoka katika idara ya uhamiaji ana jukumu lake, mdau anayetoka katika dawati la jinsia la polisi ana jukumu lake. Kwa kila mmoja kuweza kujua sasa mimi kutokana na nafasi yangu niweze kufanya nini kuhakikisha tunamlinda mtoto. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba mtoto anakuwa salama, kwa sababu tukiangalia hata taarifa nyingi zinazohusiana na masuala ya usafirishaji haramu wa binadamu zinaonyesha waathirika wakubwa sana ni wanawake, watoto na vijana pamoja na watu wenye ulemavu. Kwa hiyo sasa kutokana na hali hiyo tukaona ni vizuri tuweze kujadiliana, ambapo tumeweza sasa kuja na mpango mkakati. Eneo moja kubwa ambalo tutalifanyia kazi baada ya hapa ni kuhakikisha kwamba tunafika kwenye jamii moja kwa moja, kutoa elimu kwa jamii, kwa sababu tukiangalia hata tumekuwa tunaona kuna kesi za watoto wanatoka Burundi wanapita labda Ngara mpaka wanafika Mwanza. Hizi kesi zote hawa watoto wanakuja kwenye jamii. Sasa tunafanyaje ili jamii na yenyewe iweze kuwajibika kwa nafasi yake? Kwa moja ya vitu ambavyo tumekubaliana kama wadau kufanyia kazi ni swala zima la kutoa elimu kwa jamii. Kwa hiyo tutaanza kwenda kwenye jamii tukishirikiana sisi Wote Sawa pamoja na idara za serikali pamoja na viongozi wa serikali za mitaa kuhakikisha kwamba jamii inapata elimu ili waweze kutoa taarifa inapotokea wamekutana na matendo ya ukatili dhidi ya watoto, aidha watoto wamekuwa ni wamefall katika hii kwa wahanga wa usafirishaji haramu wa binadamu, au hata kama ilikuwa ndo labda ile tukio au hiyo tukio liko katika mchakato wa kutokea, basi mtoto aweze kuokolewa kabla hajafikia kwenye hatua ya kuwa mhanga wa biashara hii au uhalifu ambao sasa ni kosa kubwa sana kisheria, na tunaona sasa watoto wengi wameumia, wamekosa haki zao za msingi. Leo tukiingia msako nyumba kwa nyumba na maafisa uhamiaji, tutabakiana na wananchi zaidi ya 30. Asilimia kubwa walioko mtaani kwetu sisi ni wakimbizi. Kwa mimi mshauri wangu mkubwa hapa, elimu kwanza ishuke chini, kwamba kuna uwezekano sasa wa nyinyi baada ya kukaa watu 4 au kundi la watu maalum, tuna haja sasa ya kutuomba hata sisi viongozi wa serikali za mitaa
au mheshimiwa diwani ana mamlaka ya kuitisha mkutano wa hadhara wa kata kwa ujumla, sehemu ya kuwasilishia zile, kupokea maoni na zile kero mbalimbali, mkapata kipindi mkaelimisha wananchi. Utendaji wa kata iko hapo, yaani 90% mtaani kwetu wakimbizi wamejaa, na tukianza msako sisi wengine hapa vibarua vyetu tumeshikiliwa na wananchi kwenye kasanduku, utambua mkianza kukamata watu. Kwa mimi naombe sana watu sawa, tuwe sawa kwa wote, ingie tu mtaani, tutoe elimu, na vijana wapo wanaotumikishwa wengi sana.